Nashukuru wafanyabiashara wote mliojitoa pia kuja kukaa pamoja nasi. Watumishi wa Mamlaka ya Mapato, najua wengi leo ilikuwa ni siku ya ibada, lakini tumeweza kutenga muda na kuja kushiriki katika zoezi hili. Waandishi wa habari ambao siku zote nimekuwa nikisema nyie ni watumishi msiolipwa, lakini mnaitumikia pia Mamlaka ya Mapato Tanzania. Na katika kipindi hiki chote tumeona na kushuhudia jinsi habari zinavyosambaa zikitangaza Mamlaka ya Mapato kwa shughuli mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifanya. Lakini nitoe shukurani zangu binafsi kwa mkuu wetu wa mkoa wa Njombe, ndugu Anthony Mtaka, ambaye nina hakika kabisa anaelewa na ametoa baraka ya mazoezi yote yanayoendelea katika kipindi hiki. Na huu tu ni mwendelezo wa yale ambayo tulianza huko nyuma. Nikirejea kidogo, tuko katika hafla za kusherehekea miaka 30 kutoka kuanzishwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, mamlaka ambayo imeleta mapinduzi makubwa kwenye ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kwa takwimu, wakati Mamlaka ya Mapato inaanza, tumeweza kujenga uwezo mkubwa wa kukusanya mapato yetu, na mpaka sasa wastani wa mapato kwa mwezi unakaribia kuwa trilioni 3. Kwa niwahakikishieni tu waandishi wa habari, wananchi wote mlioko hapa na walipa kodi wote kwa ujumla, ya kwamba kile tunachokifanya kama taifa kinatulipa, na ndio maana sasa mnaweza mkaona miradi mikubwa kabisa ya maendeleo na ya kimkakati inatekelezwa na maisha ya Watanzania yanazidi kuboreshwa. Ndugu mgeni rasmi, kama ambavyo tumeweza kushiriki kwa pamoja, leo tulikuwa tunapanda miti katika shule hii ya msingi Runywanyu. Miti tuliyopanda ni miti ya matunda, lakini pamoja na miti ya kivuli. Kwetu na ulimwenguni kote miti ni uhai. Mahali ambapo hapana miti ni jangwa, na mahali palipo na jangwa maisha yanakuwa ni ya wasiwasi, na utaona kila mtu anajaribu kukimbia. Na hata ukifuatilia ulimwenguni, swala la upandaji miti limekuwa ni kipaumbele kwenye uchumi wa ulimwengu. Tanzania hapa, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ametilia mkazo sana swala la utunzaji wa mazingira, na ndio sasa unaweza ukaona hata katika level ya serikali chini ya ofisi ya makamu wa rais kuna wizara maalum na waziri anayeshughulikia swala la mazingira, na kule kote ni kuyafanya mazingira yaendelee kuwa bora kwa ajili ya vizazi vya sasa, sisi tuliopo, lakini na vizazi vijavyo. Kwa hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kujitolea na kwa kuja kushiriki pamoja na sisi. Tupelekee tu salamu zetu kwa viongozi wetu wakuu hapa mkoani, na kwamba tumefurahishwa na uwepo wako, na sisi kama watumishi wa TRA tutaendelea kupokea maelekezo kutoka mkoani na kuyafanyia kazi bega kwa bega, ili kuhakikisha kwamba ukusanyaji wetu wa mapato unaendelea kuwa imara, lakini na wenye kushirikisha wadau. Lakini pia salamu hizi ziwafikie walipa kodi wote nchini, ya kwamba mamlaka yetu ya mapato sasa ni mamlaka inayosikiliza na kufanyia kazi kero zote za walipa kodi, ili kuondoa usumbufu katika masuala ya usimamizi wetu wa mapato. Baada ya kusema hayo, naomba tu uridhie ya kwamba kwa sababu tuko na mkuu wa shule lakini na mwakilishi wa wafanyabiashara waweze pia. Kinali Ilumba ni mwalimu mkuu katika hii shule ya msingi Runyanywi. Ninapenda kuchukua muda na wakati huu kuwashukuru Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kwa juhudi zao walizozionyesha. Maana kuna shule nyingi zipo hapa halmashauri ya mji Njombe. Kwa nini umeichagua shule yetu ya Runyanywi? Mungu awabariki sana. Tunashukuru pia kwa sababu mmeenda sambamba na kauli mbiu ya mkuu wa mkoa Anthony Mtaka anayosema kujaza tumbo sio shibe, jali unachokula na unachomlisha mtoto. Mmetupandia miti ya maparachichi, tunaamini hiyo miti ndani ya miaka 3 itakuwa iko tayari, na tutaanza kuitoa kwa ajili ya sio kuuza, kwa ajili ya watoto wetu kwanza, wanafunzi wapate lishe iliyo bora na matunda.
Pia tunashukuru kwa hii miti ya kimvuli mliotupandia, maana tumesaidia pia hata kutunza mazingira. Miti ya kimvuli ina kazi nyingi, tunapata kimvuli, watoto wanapopumzika wanatakiwa wapumzike sehemu ambayo pana hewa safi. Kupitia hii miti tunapata hewa safi ya oksijeni ambayo tunasaidia hata watoto wanapokaa mchana wanakula chakula, wanapumzika sehemu nzuri. Kwa hiyo tutasaidia pia hii miti ya parachichi kuondoa udumavu wa watoto katika shule yetu. Mimi nipende kuwashukuru sana na nikuwapongeza kwa jitihada hizo. Ila ninachoomba tulipa kodi. Mimi mwenyewe ni mdau. Kwa sababu mimi nasimamia ujenzi wa hii shule. Tumejenga mwaka huu nimelipa karibia milioni kadhaa. Na wakata mafundi 5% na wakata wafanya biashara VAT 3% na 2%. Kwa hiyo mimi ni mpa kodi mzuri kabisa. Wanapoleta na ulipa malipa fedha zao wanazonidai lazima niwakate kodi. Na nisidaiwi kwenye kodi ya wazabuni wala wa mafundi. Nimelipa kodi vizuri sana. Mungu awabariki. Amen. Mheshimiwa sana ndugu meneja wa TRA. Kwa majina yangu naitwa Velimdi Kantu Msigwa. Ni mwenyekiti waendesha pikipiki mkoa wa Njombe na nimewakilisha jumuiya ya wafanyabiashara. Mheshimiwa meneja, kwanza nianze kukupongeza wewe kwa tukio adhimu ambalo tunakwenda kuadhimisha miaka 30 tangu yanaanzishwa mamlaka ya mapato Tanzania. Ni kweli mimi 1999 nilikuwa nakutana na ghadhabu, wazazi wetu wanateseka, wanakimbia ile kodi ya kichwa, nayo ilikuwa shilingi 3,500, lakini amini kwamba walikuwa wanalala polini. Lakini leo hii lazima tuipongeze serikali pamoja na mama yetu Daktari Suluhu Samia Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaionyesha. Lakini pia niwapongeze nyinyi wafanyakazi wa TRA, umekuwa hodari kusimamia mali za Jamhuri wa Muungano wa Tanzania bila kupoteza. Ni kweli umesema mwenyewe zaidi kwa mwezi na kusanywa trilioni 3, ni fedha nyingi mno mno. Lakini pia nikupongeze watu hawa walipa kodi hawa unaowaona Tanzania hii yote kiujumla, wakiona unarudisha fadhila hizi ambazo unazileta kwa jamii. Kwa mfano, Njombe inafahamika kwa udumavu, Njombe ina vyakula vingi, lakini Njombe inasikika na inasifiwa, ina takwimu ya kuwa na udumavu. Ni kweli Mheshimiwa Anthony Mtaka ameanza tuseme 1% kubwa amelikomesha hilo la udumavu. Na mimi nasema kwa kiki ulichokipanda kupanda miparachichi hii, ndugu mwalimu mkuu, na mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara nikuagiza, nategemea shule hii ni mpya, lakini shule hii wakija wataalamu wa afya hawataona watoto wana udumavu. Ni kweli yamkini wanakula kande, lakini wakila na tunda la parachichi udumavu utatoka. Lakini pia ndugu mwalimu mkuu, nikuombe kwa bahati ulioipata, shule ya msingi Lunyanywi ni mpya, imepandiwa miche na TRA. Watoto hawa wanapoingia madarasani, waambie walimu wako wawafundishe ni namna gani waweze kulipa kodi, waanze kujifundisha kidogo kidogo, ili itakapofika baadaye wawe na elimu ya kutosha, kwa sababu dunia hii lazima kuna mabadiliko. Mabadiliko hayo ni yapi? Sisi tukiwa wazee kuna kushuka, watoto wetu ndo wanaanzisha biashara. Wasipopata elimu baadaye wanaanza kushangaa. Kwa hiyo lazima uambie miti hii imepandwa na walipa kodi ambao ni baba zenu, ambao ni ndugu zenu, ambao ni kaka zenu. Kwa hiyo na nyinyi pia lazima mjifunze kulipa kodi baadaye. Nikushukuru, umesema unawakata mafundi, unawakata wafanyakazi. Hiyo ndo jambo ambalo linatakiwa, kwa sababu shule hizi unazoziona kwa michango ya sisi wazazi haitoshi. Na ndio maana tunaomba serikalini, barabara, miundombinu yote unayoiona inajengwa na walipa kodi. Kwa ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa meneja, ni kweli na sisi kama waendesha pikipiki nilikuahidi hata juzi, tutaendelea kuwa mabalozi wazuri kuambia kulipa kodi ni lazima. Kakangu meneja aliniambia mimi pia nalipa kodi kwa sababu nalima, najaza mafuta hivyo. Kwa hiyo mzunguko tunafanya mzunguko mkubwa. Narudia tena kukupongeza wewe kwa kuliona hili jambo
mama yetu aliyopita meneja special Oza, tulikuwa tunashirikiana naye vizuri kabisa, na hata siku zile tumekaa pale JD tulisema tunaomba mshikamano ulioanza kuonyesha kwa miaka 30 hii, hata sisi tunafarijika. Kodi tu sio lazima ikibaki au ikumbatiwe na wafanyakazi. Hivi watu hawa lazima wapate faida. Usione nazungumza muda mrefu, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ndo wananchi tunayekaa na watu sisi wale wananchi ndo wanaotuletea sifa ya mlipa kodi, sifa ya mameneja wa TRA. Kwa miaka hii aliyokuwepo yule mama yetu aliyetoka amefanya vizuri, na mheshimiwa meneja wa TRA, na wewe tunakuahidi kwamba hutasikia minong'ono. Na sisi bodaboda, kwa mfano mimi nina watu zaidi ya 1700-1800 wote wako katikati ya mji hapa. Hao ndo wanaojua siri za viongozi wote, wanasemwa au hawasemwi. Kwa hiyo mimi nikupongeze, hii ni hatua nzuri, na mimi nitaenda kuwa mjumbe, lakini pia sio kwa muhimu ndani ya kuadhimisha miaka 30 uone mwenyewe namna nzuri, hata reflector zile tukaandika miaka 30 ya TRA, hata zikiwa 10, mimi nitakushukuru. Asanteni sana. Kwa majina, mimi naitwa Daudi Kumburu, namwakilisha katibu tawala mkoa wa Njombe kwenye shughuli hii. Ndugu meneja wa TRA mkoa, ndugu mwenyekiti wa wafanyabiashara, mwalimu mkuu wa shule, watumishi wa TRA pamoja na waandishi wa habari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay. Nianze kwa kukupongeza meneja wa TRA na kukushukuru pia kuadhimisha swala hili hapa kwenye hii shule ya msingi Lunyanywi, na kama walivyotangulia kusema wenzangu kwamba umeenda kwenye malengo yale ya mkoa ya kupunguza udumavu kwa kupanda miti ya matunda, lakini pia umekuja kwenye uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti ya kivuli. Ahadi yetu kwako ni kwamba tutaitunza miti hii kwa usimamizi wa kushirikiana na halmashauri ya mji, ili siku ya leo iache taswira rasmi. Hata miaka 30 nayo kuja tena watakaokuwa hai watakapokuja hapa sema miti ilipandwa miaka 30 iliyopita tulipokuwa naazimisha miongo mitatu ya TRA. Lakini pia nipende kuagiza mwalimu wa shule, naomba miti, kwa sababu ya halmashauri iko hapa mjini, miti hapa mwisho wa siku tutapandisha hadhi yawe kama shamba darasa, kwa sababu hapa ni rahisi kuja kujifunza, na wageni kila watakapokuwa wanakuja utaka kuona maendeleo ya shule yako utakuwa unapokea wageni wengi sana, kwa sababu ipo karibu na ofisi zetu pale. Lakini kwa wafanyabiashara, nashukuru kwa ushirikiano ambao mmeuonesha. Najua mko busy sana, lakini kwa kuacha tu shughuli zenu kuja leo ushiriki na sisi hapa inaonyesha kwamba mahusiano mazuri yaliyoko kati yenu na TRA na serikali. Hawa watoto sio wa TRA wala sio wa serikali. Hawa watoto ni wakwetu sisi, ni watoto wa wanajamii ya Njombe. Kwa hiyo tunapofanya hivi kitu kwa kushirikiana na TRA na serikali kwa umoja wake, ni kwamba tunajenga kesho iliyo bora kwa watoto wetu. Na pia kama nilivyosema, itakuwa ni kama shamba darasa, naomba pia litumike kutoa elimu kwa wanafunzi walioko hapa, jinsi miti inavyotunzwa, inavyokuwa, lakini pia wataalamu pia tutawaagiza wao wanakuja kutembelea mara kwa mara kwenye shule hii kuona maendeleo ya hii miti iliyopandwa. Otherwise, napenda kuwashukuru kwa muda wenu. Asanteni. Lakini miti ya kivuli iko 10 iliyopandwa leo. Kuna mingine 30 ya kivuli nayo inakuja, lakini hili zoezi halitakoma leo. Tulimwahidi mwalimu mkuu hapa, hii shule kama alivyosema mwakilishi wa katibu tawala, tunataka kuifanya kuwa shamba darasa, na hata zile elimu za kodi tunazosema zianzie chini, tunatamani darasa la kwanza la kodi la shule za msingi hapa Njombe lianzie kwa mwalimu hapa katika shule ya msingi Lunyanywi.